Kuna mambo mengine kuyaeleza, kama ulivyosikia siku ile nilikuwa nazungumzia watu walioshikwa wakiwa shuleni. Ni kundi kubwa. Kuna watu maisha yao yaliharibiwa wakiwa shule, wakiwa wadogo. Leo sasa nataka nizungumze short kuhusu mali. Watu wengi sana wamefungwa wasiwe na mali, wengi tu. That's why hata wewe unapambana kuwa na mali nyumbani kwako, na ni vigumu kuwa na mali. Tuko katika kipengele cha afya ya uchumi. Wale walio na yale mahitaji itakusumbua sana, ingawa kuna vitu ambavyo vitakuja kama regulation, na kwenye hili kuzima lazima iachie maisha ya watu na mali zao. We are serious, na hatutaweza tolerate mipango iliyofanywa ukiwa mdogo, kwa sababu watu wengi wamezulumiwa maisha yao wakiwa bado wadogo. Hawajui Mungu, hawajui kuamua. Huko ndiko kuna vitu vingi. Wengine walikuwa wanaonekana wana negelege, lakini hazikuwa negelege za kawaida. Ilikuwa ni maisha yako yanaharibiwa ukiwa bado mdogo. Yaani ulimalizwa ukiwa mdogo, umekuwa ulishamalizwa. Ndio maana sasa unaweza ukaona, kwa mfano, ungeabudu kwa watu wa shule hao wapendwa wanaoshuhudia matendo makubwa Mungu amewatendea, wangelikuwa kwenye ibada za kawaida. Lakini kuna kitu ambacho nataka ukielewe. Adui anapokufunga hakufungi tu sehemu moja, anafunga, anamaliza kila kitu. Ni sawa na mtu anayewekwa kwenye chumba. Wanapokuingiza kwenye chumba na wameifunga, wamefunga kila kitu. Kazi ya Yesu anapokufungulia humo, hakuachi tu. Kuna vitu vingi lazima vifunguliwe kwenye maisha yako. Sasa kusanyiko hilo uliona linatisha sana. Bila shaka kuna watu wamekusudiwa waone Mungu kwa namna nyingine, kwa sababu Mungu kabla hajafanya huwa anajulisha manabii. Jiweke tayari kwa ajili ya ibada hiyo. Inakuhusu, hata kama sio wewe, ni jirani yako. Ni lini? Sasa si leo, iwe ya kwako. Kila mali ambazo zimeshikiliwa, ndoa, uchumi,